Kwanza unajua unapokuwa umeitwa sehemu, kwanza unatakiwa uhudhurie ili ukaone nini ambacho umeitiwa. Mimi nimekuwa miongoni mwa watu ambao nilipata bahati ya kualikwa na engineer mwenyewe. Kwa hiyo nimeona ni kuna haja ya kuja kuona kile ambacho amekiandaa. Lakini nadhani kitu ambacho anakuja kukiongea ni kile ambacho kinahusiana na yeye kuteuliwa kuwa mjumbe kwenye sehemu ya FIFA. Kwa hiyo kwangu mimi imekuwa ni jambo zuri kuja hapa na kuja kuona kitu gani ambacho anataka kutuambia Watanzania na wadau wa mpira. Lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo Tanzania inapiga hatua kwenye maendeleo ya mpira. Unajua unapozungumzia maendeleo ya mpira sio tu kwenye vilabu kufanikiwa, hata unapopata wawakilishi kwenye shirikisho la mpira kama FIFA na mashirikisho mengine kama vile CAF, unaona namna gani mpira wetu unapiga hatua. Na tangu ameingia kwenye mpira, Engineer Hersi amekuwa na miongoni mwa watu ambao wanapiga hatua kila siku na amekuwa anapata nyadhifa tofauti. Kwetu kama Tanzania ni jambo zuri, ndio maana mimi nimekuja hapa. Engineer Hersi, kwako unamuona ni kiongozi wa aina gani? Ni kiongozi wa mfano, kiongozi ambaye kila mtu anatamani kufanya naye kazi, kila mtu ana wish kufanya naye kazi. Kwa hiyo hata mimi nimekuwa miongoni mwa watu ambao natamani siku moja kufanya naye kazi. Kwa hiyo nimekuja hapa kuja kumuunga mkono hiki ambacho amekiandaa. Kwenye engo gani kwa hiyo unatamani kufanya naye kazi? Chukuchuku. Ukishaingia kwenye football, jiandae kufanya kazi na mtu wote. Kwa hiyo you never know, leo hii mimi niko KMC, labda miaka miwili mbele anaweza kuja kuwa rais wa KMC. Kwa you never know. Kwa mimi nimejiandaa kwa chochote kile ambacho kitatokea. Ikitokea amekuja KMC, ikitokea kwenda huko ambapo anafanya kazi, yote ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo ni kiongozi wa mfano, kiongozi ambaye kila mtu anatamani kukaa naye, kufanya naye conversation. Amekuwa na maono makubwa sana. Nadhani uwakilishi wake kwenye FIFA kutoka Tanzania itakuwa ni na big impact kwenye mpira wa Tanzania.